siku ambao alienda kwa sababu ya COVID. Somewhere near here. We must be ready. We must take care. We must wash our hands. We must be ready. It's just near here. Somebody's been married today and they went because of COVID-19. Around here, around our area. We must be ready. Wash your hands, sanitize. In your home, if one person, a child gets it, all of you get it. Na wale ambao ni wazee wako katika hatari kulingana na wataalamu. So sanitize, wash your hands, cover mdomo yako, kwa sababu hii kitu inavudisha ya kwamba hukumu inakuja. Hatujui wale walikuwa wandugu wa huyo anazikwa leo kama wako naye na wanashikisha wale wanaenda kwa mazishi na vile njia. Ni Mungu tu atatutetea. Biblia inasema take heed. Amen. Be watch and pray. Rebuke, kataa shetani, funga zote zinaopingana na wewe. Hallelujah. Na leo nasema kwamba anapeana ka example kidogo na kapenda ya kwamba Australia 34. It is like a man going to a far country who left his house and gave authority to his servants and to each his work, and commanded the doorkeeper to watch. And that verse 5. Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming. In the evening or at midnight. Tuko moja verse 5. At the crowing of the rooster, njogoo ikiwika, all in the morning. Verse 36. Lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say to you, I say to all, watch. Hallelujah. Ningekuwa ni wewe, ningeunderline hiyo scripture. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapeana example. Ni kama mtu ambao verse 34. Can you read in Swahili? It is like a man going to a far country. 34. Mfano wake ni kama mtu mwenye kusafiri. Ameiacha nyumba yake, amewapa watumwa wake amri, na kila mtu kazi yake. Naye amemwamuru bawabu akesha. Doorkeeper to watch. Kwa hivyo kila mtu anapewa kazi na master wao afanye kazi. Kama vile tuliacha, kila mtu ameokoka. Kuna ule ni mhubiri, kuna ndugu anaanda laptop hapa, kuna anachukua hapa, kuna wewe. Nimeona mpendwa mmoja amekuja akapanguza viti vyote. Kila mtu duty yake. Endelea. Kesheni basi, kwa maana mjui ajapo bwana wa nyumba. Huyo master mwenye nyumba ambao amepea hiyo kazi iendelee, haujui atarudi saa ngapi. Kwa hivyo kama kazi yako ni kuvakia floor iwe clean, useme atakataa, uiache. Ujui atakuja lini, atafika saa ngapi. Endelea. Kwamba ni jioni au kwamba ni usiku wa manane. I love that one. Au awikapo jogoo au asubuhi. Hallelujah. Atujui ni jioni, atujui ni siku katikati wa manane, ajui ni wakati jogoo inawikanga at 3 somewhere and at 4 or in the morning. Atujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Hii ni mfano ya siku ya kiyama, ya hukumu itakapokuja. Aujui itakuwa jioni, tarumbeta. Aujui ni mchana, ama jogoo ikiwika. We don't know. So anasema watch therefore. Hao wafanyikazi, kila mtu watch therefore. Wale mnaongoza praise and worship, hold on to what you do. Watch therefore. Don't relax. Don't relax. Endelea. Verse 36. Asije akawasili ghafla akawakuta mmelala. Asije akafanya nini? Akaja akapata ghafla kila mtu ako usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usingizi si kwenda kitandani, usingizi ni kurelax. Kile kitu unastahili kufanya au fanye, ati unasema hawezi kuja. Hukumu hawezi fika. Kama unafanya vituko, unaenda unagonga dhambi, unakula vitu vyako, tukujia. Anasema ya kwamba lest he coming suddenly and find you sleeping, ukiwa unalala. And the last verse, I like that one. That's it.
Na hilo nawaambialo ninyi, nawaambia wote, kesheni. Hallelujah. I tell you, you disciples, born again, and I tell all, watch. Amen. Watch. Kuwa tayari. Amen. Amen. Kuwa macho. Kuwa tayari. Wapendwa, we must be ready. Amen. Amen. We must be ready. Si umeokoka? Let be ready. Love Jesus. Commit yourself, your life, your ways, your thinking, your plans to Him. Bwana siku sana. Kwa sababu hatui atakuja lini? Ulifanya kitendo vizuri kumpokea Yesu, lakini kuendelea na yeye ni kasi. Lazima uwatch, lazima uombe, lazima utafute uso wake, lazima umpende, lazima uache vitu unapenda. Kuna vitu unapenda unasikia msuri, lazima usiache for the sake of your Savior and your life, ili usiwe ukapatwa uko tayari na utupwe katika moto. Ngoja tuende kwa example ingine ya mwisho, because I'm seeing the time is fast spent. Let's go to Luke chapter 12. Luke 12, verse 35. Brother, are you there? Verse 35. I'm reading from New King James Version. This is another one. Oh yes, the Bible says, let your waist be guarded and your lamps burning. Verse 36. And you yourselves be like a man who wait for their master when he will return from the wedding, that when he comes, he knocks, they may open to him immediately. Soma that 5 na that 6 Swahili. This is great. Viuno vyenu viwe vimefungwa, na taa zenu ziwe zinawaka. Ongeza sauti kidogo. Nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Let your waist be guarded and your lamps burning. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Let your waist be guarded. Burning. Viuno vyenu vifanye nini? Viwe vimefungwa. When you unaofunga kiuno chako, you are ready for the work. Unafunga. Nikanebuye kusunga. Unafunga ili uingie kasi, na taa yako iwe inafanya inawaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Be ready for the work, because that 6. Be like, and you yourselves be like a men who wait for their master when he will return from the wedding, that when he comes and they knock, they may open for him immediately. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ameenda kuoa na ameacha wafanyikazi waprepare nyumba, wafanye kazi. Biblia inasema jifunge kiunoni ili utengeneze nyumba, na taa siwe zinawaka, akija akute nuru, akute mambo yote ni sawa. Bwana asifiwe sana. Na atakapogonga hivi ufungue, you open immediately. Bwana asifiwe sana. Kama hautakuwa tayari, hautasikia kinoko, hautasikia mgurumo wa gari, hautasikia kama anakuja. Lakini we who watch and pray, because we refuse the spirit of unreadiness, tutakuwa ready. Na tarumbeta ikilia tutakuwa tumejua. You be just aware something great is about to happen. This is what it means. When he knocks, because you are ready, you open for him. You be ready to be taken. You be ready to go with him, kwa sababu uko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uko tayari. The key thing ni kuwa tayari. Watch and pray. Nilipendezwa na hiyo. Atakapofungua utafungua immediately. Uwezi ukalala Bwana akiwa nje. Uwezi, kama utalala utakuwa mwendazimu. Utakuwa uko na shida. Uwezi ukalala. Unajua atakuja, utakaa macho mpaka atakaponoko
uinuke ufungue. Hata wengine wanakuwa ready. Ukimgusa gate hivyo anajua ni yeye. Akitembea unajua ukutembea kwake anatembeanga namna gani. Huyo ni Bwana anakuja. I'm talking about Jesus Christ. I'm talking about the last day. I'm talking about the judgment day. I'm talking about ile wakati dunia hii itakuwa inaanza kuisha. Isikupate bila kuwa tayari. Na wewe umeokoka. Bwana asifiwe sana. Kuokoka hivi ni kitu kingine na kuendelea ni kitu kingine. Sema amen. Amen. Hebu sikia that 7. Blessed are those servants whom the master when he comes will find watching. Assuredly Jesus said, I say to you, that he will guard himself and have them sit down to eat, and they will come and serve them. Verse 38. And if he should come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. Hebu soma mstari 2 inafutia sana. Tunamalizia hapo. I've got a lot. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amin nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani. Atakuja na kuwahudumia. Bwana asifiwe sana. Sio ni bwana wa harusi ameacha watendakazi wawe tayari. Biblia inasema kwamba wamebarikiwa wale wafanyikazi ambao ni sisi. Wewe na mimi ni watendakazi wa Bwana, ni watu wa Mungu. Tumeachiwa dunia, tumeachiwa kanisa, tumeachiwa wenye dhambi, tumeachiwa kateleo, tumeachiwa watu wetu wa nyumbani ili tuwaingize kwa mambo ya Mungu. Biblia inasema kwamba blessed are those whom the master when he comes find them watching, wakiwa tayari, watakuwa wamebarikiwa. Biblia inasema I say to you that he will guard himself and have them sit down and will come and serve them. Bwana asifiwe sana. Atakuta kuna wamefanya kazi nzuri, afurahie, awafanye waketi. Hallelujah. And then wakiketi yeye mwenyewe atawasaa. Praise the Lord. Because of what thing he is happy. You've been ready and you've done the right thing. Amen. The key thing ni kuwa tayari. Roho ya kutokuwa tayari ishindwe. Sema amen. And readiness spirit, let it disappear from the church in the name of Jesus Christ. Verse 38. And if he should come in the second watch, it doesn't matter. Kwa sababu we are ready. Second watch ni kama saa 6 hivi. Or come at the third watch saa 9 hivi. Fourth watch asubuhi. Biblia inasema ya kwamba so blessed are those servants. What about king? Ayalishi Bwana amue kuja saa ngapi? Hawajali. Hawajali. Kwa sababu wako tayari. Amen. Wewe unangojea Yesu aujali akuja asubuhi uko tayari. Kurudi, hukumu, dunia kuisha aujali. Itatendeka lini? Because you are ready. Amen. Roho ya kutukua ready lazima tuikemee leo. We're going to ask God. Hii roho ya kuwa carelessness, kanisa, wateule, ulimwengu, kuna ndugu unajua ni wako anastahili kuokoka, hujawahi kumhubiria. Baba yako hajaokoka, hujawahi kumhubiria. Mume wako hajaokoka, hujawahi kumhubiria. Kwa sababu hata matendo inahubiri. Hujawahi kumhubiria. Yaani vile unaishi unamfanya asipende huyo Yesu. Are you ready kweli? Mchana na usiku. The last bit inasema verse 39. But verse 9 inasema kwamba but know this, that the master of the house had known what the thief let me read verse 38. And if we should come in the second watch and come in that watch and find them so, blessed are those. Then verse 9. But know this, that if the master of the house had known what you are, the thief would come, he would have watched and not allow his house to be broken. The last verse. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Verse 9 and 40. Hallelujah. Swahili? Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba
angalijua saa atakayokuja mwizi, Yes. angalikesha. Wakati mwizi anakuja, angekuwa macho, angelala, angalikesha. Wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. 40. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa ajapo Mwana wa Mtu. Hallelujah. None, therefore you muwe tayari, kwa sababu hatujui. Hakuna mtu anajua wakati Yesu Mwana wa Adamu atakaporudi. Bwana asifiwe sana. Mwenye nyumba angejua mwizi atakuja saa ngapi, angelala, si ndio? Aje tukubaliane tu. Ukijua mwizi atakuja saa 5 usiku, utalala. Utakuwa tayari. That's what the Lord is saying. A thief is a bad person. Anaweza kuiba, anaweza hua, anaweza haribu. Na uambiwe saa 9 usiku ndio atafika. I guarantee you hautalala. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo Bwana anasema. Kwa sababu hatujui atakuja lini mwanadamu. Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming. And now you do not expect. Hallelujah. Amen. Who knows what is happening in the world? In the world, it's not a sign of his second coming. In the America, yote inalia saa hii kwa sababu ya kuua mtu mmoja. Polisi inaitwa unrest duniani. Usitaji hapa kwetu vile mambo inaendelea. Inamaanisha ya kwamba hii ni signs ya kwamba ulimwengu uko karibu kuisha. Na yule anajua anaitwa God. Jesus hajui, malaika hajui. Bwana asifiwe sana. We must resist the spirit of unreadiness. Roho ya kutokuwa tayari. Roho ya kutokuwa ready. Roho ya carelessness. Lazima tuikatae. Roho ya heedlessness. Ya kutake heed. Roho ya kutokuwa attention. Roho ya kutokuwa attentive. Roho ya negligence. Roho ya kutokuwa aware. Roho ya kuwa absent-mindedness. Akili yako umeokoka, akili yako haiko kwa Yesu. Unasema uko na Yesu, vitu uko nao tenda haendi na Yesu. Absent mind. Sema umeokoka. Yesu hata watu wa dunia hawajui Mungu. Wakikuangalia wanauliza wokovu ni namna hii kweli? Omba Mungu pasiwe mtu duniani ambao wewe umeokoka anaulizanga kama wokovu unakaa namna hii sitaokoka. Lakini kuwa na watu wanasema ikiwa wokovu ni wa fulani na mimi nitaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule kwetu nyumbani Kambo, when I left there 1989, kulikuja mtu mmoja akaja na injili nyingine. Alikuwa anahubiria watu kijijini kwetu. Wamama hawajaokoka, walikuwa kanisa la MBC na AIC. Wakamsikiliza. Wakasema, "Hapana. Hii injili sio ile tulisikia kwa Kitenge. Maise unuonge utola tuwe Kitenge itafanya." Wakamkataa. The testimony of what with the team I was we preached. Ikasimama tukiwa tuko mbali. Wewe testimony yako inakusimamia ama watu wanasema utangioni wewe, kwa sababu inamaanisha hauko tayari. Kama watu wanakukataa, wakukataa kwa sababu unahubiria vizuri, wasikukataa kwa sababu yale mambo unatenda hayaambatani. Isiwe ni hivyo. Bwana Yesu na asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hatujui saa, hatujui wakati. Kwa hivyo tukatae roho ya kutokuwa tayari, roho ya carelessness. Iko nyingi kanisani.
watu wanastahili kuokoka duniani. But picture ambao sisi nikiwa ndani zote tunaonyesha saa nyingine inawafanya watu wasimpende Mungu. Tunajua kuna wale ambao wanadharau gospel. Tunajua kuna wale wanakuchukia, hawataki. Wanachukia, hawataki mambo ya wokovu. But kuna wale ambao wangependa kuona wokovu, waseme mimi huyu Yesu wa fulani ndio ninataka. Huyu Yesu wa mama yule, huyu Yesu wa msichana yule, huyu Yesu wa yule kijana, huyu Yesu wa ule mchungaji, huyo ndio ninataka. Bwana asifiwe sana. I loved mzee mmoja mlevi hapa kijijini. Aliambia watu, pastor wangu ni Nzora, na nikiamua kuokoka nitaenda kwake. Kwa hiyo msiniambie sina kanisa. Na maambisho waliniambia, kama walevi wakuiti pastor wao, wewe si pastor. Mlevi anastahili kulewa, anasema my master. Na maanisha you are doing well. Because kuna kitu kinamvutianga ndani yako, na akilewa kinaanza kuya laini, na hicho ndio kitafanya aokoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mhubiri mwingine akasema kwamba mimi wewe ndio pastor. Akasema mimi ndi pastor wa levi. Akiniambia mimi ni pastor wake, namwambia ndio, lakini nitakuombea hiyo roho ya ulevi iondoke. Ananiambia pastor niombee. Namwambia sema Bwana Yesu. Anasema Bwana Yesu, ninakataa pombe. Anasema yes, pombe nakataa. Nakataa pombe. Unakuta kwamba huyu mtu anataka ni hii kitu tu, anataka kufunguliwa. Bwana asiwe sana. Are you ready ama are you not ready? Amen. The message of today ni wewe ukatae roho ya kutokuwa ready. Ujiangalie, are you ready? Whatever you are thinking, you are doing, you are talking, you are watching, you are hearing, you are doing. Are you ready? Inakutengeneza kuwa tayari ama inakupeleka mbali? Hiyo ni mhubiri ni kama quarter. Tusimame. We will continue next Sunday. Oh, hallelujah. Kuna ndugu mahali, kuna dada mahali, kuna mpendwa mahali ambao roho ya kutokuwa ready inamsumbua. Anauliza, na nimeokoka, kwa nini hii kitu kinanikamatanga kila wakati? Mtu anataka tu kuishi maisha mazuri, lakini anajikuta amekerwa, anajikuta ako ndani. So today tunaomba Bwana atusaidie. Sema amen. Atusaidie roho ya carelessness kwa wapendwa iondoke. Hata wa Yesu. Roho ya kutokuwa prepared iondoke. Roho ya kutokuwa attentive na mambo ya Mungu na wokovu iondoke. Roho ya kutokuwa aware, roho ya kuwa absent minded, roho ya kutokuwa ready because the judgment day is coming. Hiyo roho iondoke. Inua mikono yako kwa Mungu. Ongea na Mungu ili Bwana atuondolee hii roho ya carelessness. Atuondolee. Wimbo ulikuwa unasema kwamba mahangaiko na mahangaiko. Tulianza vizuri, tulipopata vitu tukaanza kusahau. Kumbuka mahali Bwana amekutoa, mahali alikutoa, na vile saa nyingine ulipenda Mungu sana. Lakini siku hizi kuna mchezo umeingia. Aidha kwako, kwa ndugu unajua, kwa dada unajua, kwa mpendo unajua. Roho ya kutokuwa serious iondoke katika jina la Yesu. Bwana tunakuita siku ya leo. Bwana Mungu mtakatifu, ulinipa neno Bwana, and readiness for the judgment day. The judgment day, the big day is coming. Bwana, dunia na watu wako hawako tayari. Naomba Bwana hii roho ya kufanya wateule, ya kufanya wachungaji, ya kufanya maaskofu, ya kufanya wainjilisti, ya kufanya viongozi wa kanisa, ya kufanya watu wasiwe ready, ikashindwa katika jina la Yesu. Ikashindwa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, hatutaki kuachwa. Neno lako limetuambia wewe Yesu wajui na malaika wajui, ni Mungu wewe unajua. Kwa sababu ndio akasema tuwe tayari, kwa sababu hatujui. Tuangalie na kuomba Bwana, tuwe roho ya kuomba Bwana, kutafuta uso wako Bwana na kuwa tayari katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of God. Bwana tukumbuke Bwana. Kumbuka kanisa lako Bwana. Kumbuka wateule Bwana wa Mungu.
Kumbuka wana wako Bwana, hatutaki kutundua mwia, tuipende utundua mwia. Neno lako linasema ya kwamba we are not of them who draw back unto perdition, but we are of them who believe unto the saving of the soul. Tunakuamini Bwana, tunakuamini Bwana, tunakuamini Bwana. Tukumbuke Bwana, kumbuka kanisa lako Bwana, kumbuka watu wako wakiwa nyumbani, hawana nafasi ya kwenda kanisani. Wengine wameregea, wengine wameingia kwa dhambi, wengine wamesahau kuwa serious. Nakemea roho ya dhambi, nakemea roho ya carelessness, nakemea roho ya kucheza watu wakiwa nyumbani na wokovu katika jina la Yesu. Naomba Bwana kusimama, inua mikono yako katika jina la Yesu. Bwana tukumbuke Bwana. Yes. This time when people are not coming to the church, yes, awaongeleshe neno lako mara kwa mara, yes, awakuimbii, awakusifu Bwana. Roho Mtakatifu is not alert, but today because you have spoken, roho ya kutokuwa ready ikawaondokee. Yes. Neno lako linasema sisi kama wale those who draw back unto perdition. Yes. Alama tundu wako bikia wanaandiko. Yes. We are not of them, but we are of them who believe unto the saying of the Lord. Atuta go back, atuitundua mwia, tuitundua na makwasi na malenge. Bwana tutakuwa alert, na waombea wapendwa, hata wakiwa nyumbani, hata wakiwa kazini. Jumapili 12 wayaenda kanisani. Naomba Bwana ukawakumbuke. Bwana, roho ya kutokuwa ready kashindo, and readiness spirit ikashinda. Roho ya kutokuwa take mambo serious ikashinda. Roho ya carelessness ikashinda. Roho Mtakatifu, chukua Bwana, revive us again. As you say in your word, you will revive us in the midst of the year. This month at the middle is the middle of the year. You revive us, my God. Revive us, I pray, in the mighty name of Jesus. Bwana, basipotee mpendwa. Hata ukija usiku, hata ukija saa 6, hata ukija mwaka huu, Bwana tuwe tayari. Naombea wapendwa wa mlima wa Bwana, basipotee mmoja Bwana, basirudi mmoja nyuma kwa kutokuja kanisani. Naomba kila mtu awe tayari, hata wakipata neno hili, wakipata maandiko, wakitumiwa, wakisoma, wakaelewa. Utukufu wa Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu wakawe juu ya kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Maybe you are there, you are here, you are not born again. Yesu anasema 14:6, Yohana, mimi ndimi njia, kweli na uzima, na kuna mtu atakayemwona Mungu na kupitia kwangu. Nataka kufungulia Yesu, omba maombi haya. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako na nikajua ya kwamba wewe Yesu Kristo ndio njia ya wokovu. Karibu moyoni mwangu, niokoe. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Jesus, I open my heart to you. Say it in English. Come to my life, Jesus, and save me a sinner. Make me the kind of person you want me to be. Holy Spirit of God, I pray, because you know those who are praying for the bottom of the heart, whether they are far or near, they will pray now or pray later. I pray that you visit them, enable them to continue in you for the glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Sasa tukamtolea Bwana ibada ukamilika kwa kutoa sadaka. Take out your offering. Take out your tithes. Take out, unaweza keti malibuko yako. Chukua bahasha kama umebeba fungu lako la 10 leo. Na sadaka tunatoa kama tumeencouragewa kutoa pia katika pay bill. Thank God, Mountain of Worship tuko na pay bill. It is not meant church who have this, but this is the grace of God. You will give a 418,947 and pay bill. Unaweka either tithe, kama ni tithe, unaweka either offering, unaweka thanksgiving. It comes to know. And we will give you, as we sing the song, you will see our construction here. We have reached the point of roofing it. We just want to put a roof on it. We need only 2 million. And you might want to participate.
If you want to participate, you also put the money on that pay bill and write a note, and we will know. Giving your tithe is security of your property, security of your things, tukufungumuliwa milango. Unapotoa fungu la 10 kuikula na ile yako, Biblia inasema ni laana tu unajitafutia. Neno la Mungu linasema hivi. A purpose to lead by example. To give God a good offering every Sunday 3,000. To give God tithe, whether it's small or big, God doesn't matter. Ajali ukipata 110 ni ya Mungu. Hallelujah. Tuma katika paybill itaingia kama tithe. Mungu ajali. I like one of us here akiwa na 200 anatumanga 20 shillings katika paybill. Inaingia. Na ninaiona naona hii ni mtu ambao amejua. So be ready, give your tithe, give your offering. And let's pray now. Baba, katika jina la Yesu, nasema asante kwa nafasi ya kusikia neno. With good measure pressed it down. Kila mmoja akitoa asipoteze. Huu ni mchanga mzuri wa mlima wa ibada. Men shall bring to their bosoms. Unaotoa fungu la 10, kemea adui, uwafungulie milango kulingana na neno lako. Umetoa mazao ya shambani, barikisha. Shukrani Bwana waki. Ututendee Bwana tukienda kukamilisha ibada hii. Uwe nasi na utubariki. Kwa jina la Yesu tumeomba. Sema amen. Amen. We're going to sing a song as we give our tithes and our offerings. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tumwimbie Bwana. Heshima na sifa twakupa, Bwana. Heshima na sifa pokea milele. Yeah.
jina lako kuu sana. Inua mikono kwa Mungu. Tunakushukuru Bwana kwa wema wako. Asante Mtakatifu kwa kupokea sadaka. Tumekuja Bwana tukakutolea kwa furaha. Unasema we give with happiness and thanksgiving. Wapendwa wametoa fungu la 10. Hapa ninashika, wengine wametoa kwa paybill, wametoa sadaka Bwana. Naomba baraka, neema na kibali. Kuna wale wametoa leo, kuna wale watatoa baadaye. Wafikie mahali walipo Bwana. Unasema kutenda kazi kwetu si bure. Isiwe ni bure kukutolea Bwana. Vile uchumi ulivyo Bwana, tumeamua hatutakunyima kile chako. Na tunakushukuru kwa sababu na wewe unaangalia mioyo yetu na unatubariki. Kwa sababu wakati wa hukumu tunatoa, wakati wa mavuno tunatoa, wakati ni kuzuri tunatoa, wakati ni kubaya tunatoa. Kwa sababu ya hiyo Bwana, angalia mioyo ya watu wako Bwana, na uwakumbuke. Wale wajapata ufunuo Bwana, wape Mwokozi. Tunasema asante. Hata kwa mjengo tunajenga, wale wataamua kuparticipate na kupeana 2 million, Mungu wakumbuke na wabariki maisha yao. Bariki mlima huu Bwana, bariki walio hapa, bariki wapendo wa ndugu na wadada wakiwa nyumbani wa mlima wa ibada, wanaoangalia wataangalia baadaye. Wapendwa marafiki wa kanisa hili, mahali wana watch na wanasikia neno, wakabarikiwe. Asante kwa wiki hii, twaiweka mikononi mwako. Twaomba ulinzi, neema na kibali. Pepo COVID-19 isiyaipata. Let it not get any of us in the name of Jesus. Isipate relative, isipate ndugu, dada ama mtu wetu ama wapendwa wa mlima ibada, hata Machakos. Twaomba Bwana ukatulinde. Linda Kenya, duniani Bwana, lete suluhisho ya janga. Bwana lete dawa, tunakuamini. Tunasidi kugojea. We are purpose that from today we will not be unready. We will be ready. We will not be careless. We will not be idlessness. We will be ready. Tutakuwa tayari. Tutakuabudu, tutatafuta uso wako usiku na mchana. Na waombea wapendwa neema hiyo Bwana, kila mmoja kawe tayari. Katika jina la Yesu Kristo. Say amen. Amen. Na Mungu akubariki. Amen. Mungu akulinde. Amen. Mungu akutetee. Mungu akupiganie. Ukiondoka ubarikiwe. Amen. Ukirudi ubarikiwe. Amen. Wiki hii ubarikiwe. Katikati ya mwaka uwe revived. COVID-19 isikupate. Bwana akutetee. Bwana akupiganie. Akawe nawe. Kwa jina la Yesu tumeomba. Sema amen. Amen. Piga Yesu makofi. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and fellowship with the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom. God bless you and keep you safe. Amen.